ndio wenyewe. Sawa. Sasa wanakwenda kukutana na timu ya Kusini. Wakivuka hii ya Kusini ikatokea labda wanakutana na mfano na Berkane, maana yake sasa utakuwa ni muziki mwingine wa Kaskazini ambao wanapaswa kuivuka. Kama wakachukua ubingwa labda wakifunga Berkane, basi Simba mtawapa ubingwa na kuwaita hawa ndio vigogo au hawa ndio wababe wa Kaskazini mwa Afrika. Na hii Simba inawasaidia sana kutangaza Kaskazini mwa Afrika. Yes. Leo kuna Dar es Salaam Derby. Yanga ya Azam dhidi ya Yanga Chamazi pale. Unadhani kwa mchezo namna gani? Sio Yanga anajitafuta kwenda kumalizia alama zake za kutafuta ubingwa. Rudi nyuma. Okay. Basi. Okay, nanga. Sasa mfunga na ngaji. Unaona ba? Yanga dhidi ya Chamazi. Mimi naisia tofauti kidogo na image. Na nimekuwa nikiona na Yanga wamejithibitisha hilo msimu. Unajua kwa timu kama Yanga na Simba, mmoja kufunga mwingine mara mbili, mara tatu inawezekana. Lakini mara chache sana zenyewe kufungwa na huyu akikabilia kufungwa tena. Kwa hiyo nilikuwa naiona image huenda ikawa ina sare, lakini kama kushinda pia nawapa advantage Yanga. Lakini hii sio guarantee kwa sababu hii ni soka. Inaonekana Azam na wenyewe wanakwenda wanakuwa. Kwa hiyo wakaenda wakawa tofauti na kwenda kushinda tena. Lakini na mimi itakuwa ni mechi nzuri, na mfano mechi iliyopita ya Yanga na Azam walitupa heshima. Ilikuwa inaonyesha kabisa hii ni derby, na hii ni moja ya mechi niseme zile zinazobeba ukubwa wa soka la Tanzania. Kwa Yanga walifanya vizuri kwenye mechi, Azam walifanya vizuri, na hata marefari wale katika mechi ile walifanya vizuri kwenye swala la uamuzi. Kwa kama watafanya tena vizuri uamuzi na wale wachezaji wote, ushindani kwa ule ni bora. Kwa mtu anaangalia atasema kweli hii ni Dar es Salaam Derby. Ni mechi ambayo inaheshimisha mpira wa Tanzania. Kwa mimi matarajio yangu itakuwa ni mechi ya ushindani, lakini kwenye kushinda bado wanatoa nafasi kwa Yanga, Azam nampa nafasi ya pili. Lakini anything can happen kwa sababu hii ni football. Azam wana ubora wao, na nafikiri ubora wao unaimarika au unakuwa zaidi wanapokuwa wanakutana na timu kubwa kama Yanga usiku. Unampa nafasi kubwa Yanga kuwa bingwa msimu huu? Na wapa nafasi ya kuwa mabingwa ni timu mbili. Ni Simba na Yanga. Ni Yanga ambaye bingwa mtetezi au Simba. Mimi ndio natoa nafasi kwa hao. Kwa nini Yanga umpi guarantee kwa hii ndio kinara? Hakuna guarantee kwenye hili. Kimpa guarantee basi labda kila kitu ni cha kwao nyumbani kwao. Lakini lazima ashindane ili aweze kuwa bingwa kama ambavyo anafanya mara zote. Na safari hii ligi imekuwa tamu kwa sababu Simba wanaonekana wameinuka, na ndio maana umeona taifa ushindani umekuwa mkali na alia zilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Live ranks is tumeona sana kwa mchaguzi mmoja Simba kupanda mpaka nafasi ya live ranks kwa maana mara baada ya michezo ya ili hapo kama umelifuatilia ni wakati gani, lakini nafasi ya Simba inaipeleka wapi? Live ranking inapopanda sio ile rank ya kafu. Live ranking kwa maana ya performance ya timu katika michuano hii inayoendelea na hatua iliyopita. Ni sehemu nzuri kwa sababu kama ukiona Simba inaendelea kuwepo kwenye hii michuano na inafanya vile, ni jambo zuri zaidi. Lakini Simba bado hawapaswi kuiteka na hiyo live ranking kwa sababu ni kitu cha muda mfupi na kinakuwa counted kutokana na mechi unavyocheza. Wanatakiwa kuendelea kukiimarisha zaidi kwa kushinda nyumbani dhidi ya Stellenbosch, kushinda kule waende finali ili ranking yote iweze kuongezeka zaidi. Na wakienda finali, kama watachukua kombe au watabaki pale, bado kuna kitu kingine watapata ambacho kitawaongezea kwenye rank ya CAF na kuifanya Tanzania endelee kutamba zaidi. Nikuambie ndugu zangu, bahati mbaya sana Tanzania, ukisema shikamoo kwa mmoja watakosa kusema shikamoo na kwa mwingine. Lakini kiukweli kwenye michuano ya kimataifa Simba wameshirikisha sana. Simba imekuwa ni timu ambayo kila timu ya Tanzania ingetamani kufanya kama Simba. Imekuwa ni timu ambayo imewafanya wengine wapate hiyo hamu. Timu ambayo nafikiri haijawahi kupata hamu sana ya kufanya kama Simba nafikiri ni Azam. Sijui huwa wanatusogea, lakini na mimi huwa nawaombea dua sana kuona Azam wanavuka, kwa sababu naona Azam wakivuka watatengeneza Tanzania kuwa na timu nyingi ambazo zinapambana kimataifa. Wakiingia Azam kwa sababu wana uwezo wa kifedha na nini, maana yake watakuwa na nafasi ya kufika mbali zaidi. Kwa hiyo mimi naamini ukiambiwa jifunze kupitia Simba sasa hamna haja jambo baya, sababu mtu alikuwa anasema bana sisi ndio watu wa kwanza kufika finali. Simba ilifika finali mwaka 93 tuliona hapa nyumbani. Wanaofuatilia mpira kutoka zamani, labda nyinyi kizazi cha plastiki mtu anaweza kama hajui, lakini Yanga kufika finali na bado tukajivunia kabisa kwa sababu timu yetu ya Tanzania. So kama Simba kifika tena finali, maana yake tutaionyesha Afrika sisi, maana yake sasa hivi tuna timu ambazo baada ya msimu miwili mitatu kuna timu inaingia finali. Sio jambo dogo kama ambavyo umeona timu zetu za Tanzania sasa hivi, especially Yanga na Simba kuingia tu ya makundi sio issue tena. Sasa hiyo la mwisho hapo
moja, performance ya penalty shootout kwenye mchezo wa jana. Simba wameweza kufunga penalty zao zote, lakini wameokoa penalty 2. Kwa performance yao tunasema Simba kwa sasa hivi wako kwenye daraja gani kwenye penalty shootout? Lakini mara baada ya kocha Fadlu kuzungumzia issue ya namba 10 loko, watu wakitaja sana jina la Faisal, kitu ambacho kimezungumzwa kwa kweli. Uwezekano wa Faisal kuvaa jezi ya Simba kwa namna wewe unavyofahamu kwa asilimia ngapi, na nini kifanyike? Labda wana Simba wenyewe wanaomba hadi account number kwa jina ninavyofahamu kitu lakini naamini kuna siku Faisal atacheza Simba. Achana ile sema nimeona amevaa uzi wa Simba kapendeza, lakini naamini kuna siku atacheza Simba. Kwa nini atacheza Simba? Kwa sababu ukiangalia amesema harudi Yanga tena mpaka Sarejembe ondoke, na atabaki anahitaji kucheza michuano ya kimataifa na kufika mbali. Timu hiyo huko sasa hivi ni Simba, na ukimwangalia level yake bado anahitaji hiyo nafasi ya kucheza na kufika mbali. Lakini ni raha kwa Mtanzania ukiwa na kiwango bora kama cha Faisal, umeshacheza timu kubwa kama Yanga, kucheza timu kubwa kama Simba. Kwa mimi naamini kwa vyovyote vile siku moja ikifika na umri unamruhusu atacheza Simba. Lakini penalty shootout kwa kweli sijui kama ni mimi tu, lakini naamini Watanzania wengi sana walifumba macho, walikaa pembeni kwa sababu tunailijua timu zetu. Ahmed alilia sasa ana haki ya kulia kwa sababu amepambana na ni msemaji ambaye alikuwa anastahili kuiona timu yake inafika huku, na leo imefika huku. Mimi nimpongeze, kazi yake imekuwa nzuri, kuatia moyo wana Simba kufanya vitu vyao vizuri na wamefikia hapa. Lakini kuna kitu kimebadilisha Simba kwenye penalty shootout. Wamefanya nani yao brilliant kabisa, na nafikiri kama wataendelea hivi, maana ni timu ambayo haiogopi tena kuingia studio, kama wakiingia kwenye penalty blatant penalty kwa sababu kafanya. Lakini Pinpin Kamara alikuwa ndio mchezaji ambaye kwa kiwango kikubwa alisababisha Simba ifungwe mabao mawili kule Misri, kwa maana ya 2 shots on target, zote goli, na zote zilionyesha kwa katika kiwango kizuri, nafikiri sababu ya match fit. Lakini katika mechi ya jana amewalipa Simba, amewalipa kile walichostahili, amewalipa, naweza nikasema amewaambia Simba samahani sana kwa kile kilichotokea na wapatie, kwa sababu kaokoa penalty 2 sana, goli 2 alizoruhusu zile na hizi alizookoa zimechangia kuivusha Simba kwenda kwenye hatua ya finali ambayo ametafuta kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo ni jambo zuri, na lakini mpongeze Fadlu, Matola na benchi lao la ufundi. Walichukua Simba ngeni, Simba ambayo ina uwezo, unaweza kusema ndio inaanza kujipanga, lakini wamekwenda nao mpaka kufika kwa hatua ya, ukiachana na ile Simba ilikuwa na Chama na kina nani wapo msimu huu, msimu unaofuatia, msimu mwingine walikuwa wanashinda kuvuka. Simba safari hii wamekwenda nusu finali wakiwa hawana wachezaji kama Chama ambao wao walikuwa wanaona ndio wa kuwavusha. Hili pia ni somo kwamba wakati mwingine usiegemee kwa kuamini kitu au mtu mmoja peke yake. You can do changes afu ukaweza kusucceed kwa kile ambacho umekitaka. Kwa hiyo leo Simba hawa unaona wanakwenda nusu finali wakiwa hawana watu ambao mlikuwa mnaamini wakiondoka Simba itakufa. Lakini mabadiliko ya mwenyekiti wao na yenyewe imekuwa ni mchango na msaada mkubwa, baada ya kubadilisha kutoka mwenyekiti Salim nani anaitwa Again ameingia Mo Dewji. Umeona kuna mabadiliko kwenye kikosi, kuna mabadiliko kwenye uongozi, kuna mabadiliko kwenye mshikamano, kama ulivyoona Simba mara ya mwisho wameitana kukaa pamoja, muunganiko ulikuwa mkubwa, wamekuwa pamoja tena, na inawezekana Mungu kawasaidia pia kuwapa hii neema kwamba kwa sababu mmerudisha ile ushirikiano, mmeachana mambo ya kinafiki na uongo. Kwa hiyo sasa hivi Simba wamerudi pamoja, unaona mambo yanakwenda vizuri.